Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nakukaribisha katika channel hii ya Kairos TV Elimika. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonya kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa au notification mara tunapopandisha au upload masomo. Kwa nini maneno 7 ya Yesu msalabani ni muhimu kwako leo? Karibu ufuatane nami katika mada hii muhimu kuhusu maneno 7 aliyosema Yesu Kristo akiwa msalabani na umuhimu wake kwa maisha yetu ya leo. Maneno 7 ya Yesu msalabani ni ujumbe mzito ambao haukuishia pale Golgotha. Ni dira ya kimaadili na kiroho kwa kanisa na jamii yetu ya leo. Kila neno lina mguso wa kipekee katika changamoto tunazozipitia sasa. Ufuatao ni ufafanuzi wa maneno hayo na umuhimu wake kwa maisha ya leo. Neno la 4 alilosema Yesu akiwa msalabani. Yesu akasema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mathayo 27 mstari wa 46 na Marko 15 mstari wa 34. Hili ni neno la 4 alilosema Yesu akiwa msalabani. Neno hili linachukuliwa kuwa miongoni mwa maneno yenye uzito mkubwa wa kiteolojia na kihisia katika maandiko matakatifu. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa Kiebrania au Kiaramu, Eloi, Eloi, lama sabakthani. Yesu hakuwa anasema maneno haya kwa bahati mbaya. Alikuwa ananukuu Zaburi ya 22 mstari wa 1. Kwa Wayahudi wa wakati huo, kunukuu mstari wa 1 wa Zaburi ilikuwa ni njia ya kuelekeza wasikilizaji katika ujumbe mzima wa sura hiyo. Zaburi ya 22 inaanza na kilio cha mateso na upweke mkuu. Zaburi hiyo inaishia na tangazo la ushindi na ukombozi wa Mungu. Kwa kunukuu mstari huu, Yesu alikuwa anatangaza kuwa yeye ndiye utimilifu wa unabii huo wa mateso kuelekea ukombozi. Wataalamu wengi wa Biblia wanaeleza kuwa wakati huu ulikuwa kilele cha Yesu kubeba dhambi za ulimwengu. Kwa vile Mungu ni mtakatifu na hawezi kutazama dhambi, wakati Yesu alipojitwika dhambi zetu, ulitokea utengano wa kipekee kati ya Baba na Mwana ambao haujawahi kutokea milele. Yesu alipitia adhabu ya mwanadamu ambayo kimsingi ni kutengwa na uso wa Mungu ili sisi tusitengwe naye milele. Kilio hiki si cha kukata tamaa, bali ni kilio cha utimilifu wa kazi ya ukombozi. Ni uthibitisho kwamba Yesu alikunywa kikombe cha ghadhabu ya Mungu mpaka mwisho kwa ajili ya wanadamu, kwa ajili yetu sisi. Hakukabili kifo kama shujaa asiyehisi maumivu, bali alihisi uzito wa maumivu ya mwili, upweke wa kiroho na kutelekezwa. Hii inatupa picha ya Mwokozi ambaye anaweza kuelewa udhaifu na maumivu yetu tunapopitia nyakati za giza. Unajua, katika maisha hata ya kawaida, mtu ambaye amepitia changamoto fulani na akafanikiwa kuvuka changamoto hizo, anakuwa mwalimu mzuri halisi wa maisha ya watu wengine kuliko yule mtu ambaye hajapitia. Hata katika maeneo yetu ya kazi, ukiwa na kiongozi ambaye amepitia hatua kuanzia za chini mpaka juu, mpaka amefika juu, amepita mambo mengi hapa katikati, kuliko kiongozi ambaye amekuja tu cheo amekipatia juu kwa juu, hajapita ngazi za chini. Au ni viongozi lakini ni watu wawili tofauti. Mmoja ana uzoefu mwingi, pitia mambo mengi magumu, mepesi. Kwa hiyo huyu mtu ni shamba darasa zuri sana kuliko mtu tu ambaye cheo amekipatia juu na hajaanzia chini. Yesu anatupa picha ya Mwokozi ambaye anaweza kuelewa udhaifu na maumivu yetu tunapopitia nyakati za giza, kwa sababu na yeye amepita njia hiyo. Yeye anajua. Tunajifunza nini katika somo hili?
Maneno haya, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha, ni miongoni mwa maneno mazito na yenye hisia kali zaidi yaliyowahi kutamkwa. Katika muktadha wa maisha yetu ya sasa, maneno haya yanabeba mafundisho makuu yafuatayo yanayotugusa sote. Kwanza, uhalali wa hisia za binadamu. Kulia kwa Mungu unapojisikia upweke au umeachwa si ishara ya kukosa imani, bali ni ishara ya uaminifu mbele za Mungu. Hata katika kilele cha maumivu, Yesu hakuelekeza kilio chake kwingine, bali alielekeza kilio chake kwa Mungu. Sasa hapa nikuulize swali, wewe msikilizaji. Je, wewe unaelekeza kilio chako wapi unapokutana na magumu? Yesu anatufundisha kuwa ni sahihi kabisa kueleza hofu, maumivu na upweke wetu mbele za Mungu pale tunapopita katika bonde la uvuli wa mauti. Jambo la pili, ukimya wa Mungu si utoro wa Mungu. Mara nyingi tunahisi tumeachwa kwa sababu hatuoni majibu ya haraka au hatuoni mabadiliko ya mazingira yetu. Hata hivyo, fundisho hapa ni kwamba Mungu yupo hata wakati hisia zetu zinatuambia hayupo. Jambo la tatu, kusudi katika maumivu makali. Kilio cha Yesu kilikuwa ni sehemu ya mpango mkubwa wa ukombozi. Wakati mwingine tunapopitia nyakati ambazo tunahisi mbingu zimefungwa, kuna uwezekano mkubwa kuwa kuna jambo kubwa linalozaliwa ndani yetu au kupitia sisi. Maumivu ya saa ile yaliandaa ushindi wa asubuhi ya kufufuka. Jambo la nne, nguvu ya matumaini. Hata baada ya kilio hicho, Yesu akikabidhi roho yake mikononi mwa Baba. Anakabidhi roho yake mikononi mwa Baba. Anakabidhi roho yake mikononi mwa Baba. Hili ni fundisho kwetu kwamba hata tukiwa na maswali mengi ambayo hayana majibu, tuna maswali mbona. Hata tukiwa katika maswali hayo, hatua yetu ya mwisho ni kuweka amana ya maisha yetu mikononi mwa Mungu, tukiamini kuwa yeye anajua mwanzo na mwisho wetu. Mungu akubariki. Tafadhali usisahau kusubscribe ili upate notification au taarifa mara tunapo upload au pandisha mafundisho.